kichwa kinakuwa wazi. Fakhumira ra'suhu, basi kafunikwa kichwa chake. Wala yusalli ala ahad min ash-shuhada ghaira, na hakuswali yote katika wale mashahidi isipokuwa yeye Hamza. Waqala, akasema Mtume Muhammad sallallahu ana shahidun alaykum al-yawm, mimi ni shahidi wenu leo. Ana shahidun alaykum al-yawm, mimi ni shahidi wenu leo. Waqala, na akasema wa kathuratil qatla, wa uliokufa wamekuwa ni wengi sana. Wa qallatit thiyab, na nguo zimekuwa ni kidogo. Qala, akasema wa kana yajma'u thalatha wal ithnain fi qabrin wahid, alikuwa akijumuisha watatu na wawili katika kaburi moja. Wayasalu, na anauliza ayyuhum aktharu qur'anan, ni nani ambaye ana Qur'ani zaidi. Na alikuwa akiuliza ni nani ambaye ana Qur'ani zaidi. Fayuqaddamu fil lahdi, huyu ndiye ambaye anayetangulizwa katika ndani, anakaa mbele zaidi. Wakaffana rajulaini wa thalatha fi thawbil wahidi, akawakafini watu wawili na watatu kwenye nguo moja. Alifanya hivyo. Hadithi sahihun rawahu Abu Daudi kitabul janaiz wa Tirmidhi kitabul janaiz wa sahahu al-Alama al-Albani fi ahkam janaizi ukurasa wa 60. Kwa hiyo hadithi tunaonyesha wazi kwamba hii ndio hali ilivyokuwa. Nguo inageiwa kwa watu zaidi ya mmoja, na wanalazimika kila mmoja kupata kwa mujibu wa hali. Sisi tunaambiwa tatu, lakini katika dharura kama hii hata hiyo moja wakati mwingine inaweza kuwa isitoshe na mtu akazikwa na hivyo, kama tunavyoona katika hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo jawabu, maiti wakiwa wengi na sanda zikiwa kidogo, basi itajuzu takfinul jamaa minhum fil kafan alwahid, itajuzu watu wote takriban ya watu zaidi ya mmoja au tegemea na hali, unaweza kukafini kwenye nguo moja, wawili, watatu, tegemea na hali mtapona za wale maiti walivyo. Anasema hal yukaffanu shahidu fi thiyabihi allati qutila fiha au fi ghairiha, je, akafiniwe shahidi katika nguo yake ile ile ambayo ameuliwa kwenye nguo hiyo au kwenye nguo nyingine? Hal yukaffanu shahidu fi thiyabihi allati qutila fiha, je, shahidi akafiniwe kwenye nguo zake hizo ambazo kafia nazo au nguo nyingine? Jawabu, anasema ash-shahidu yukaffanu fi thiyabihi lati qutila fiha, shahidi bwana atakafiniwa kwenye nguo zake hizo ambazo amekufa nazo. Wala yunza'u anhu thiyabuhu, wala havuliwi kwenye nguo zake hizo. Wa dhalika lima thabata fil hadithi, na hiyo kama ilivyothibiti katika hadithi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qatl Uhud, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwa wale walio katika vita vya Uhud, zammiluhum fi thiyabihim, wafunikeni hao kwenye nguo zao hizo hizo. Zammiluhum fi thiyabihim, wafunikeni hao kwenye nguo zao hizo hizo. Sahihun rawahu Ahmad wa sahih al-Alama al-Albani fi ahkam janaizi safa 60. Wa ma hadha, pamoja na haya, fa innahu yustahabbu yukafan bi thawbin au akthara fawqa thiyabi kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Mus'ab bin Umair wa qad taqaddama. Anasema pamoja na hiyo, fa innahu yustahabbu, inapendeza, ni sunna, ayukafana bi thawbin, kukafiniwa kwenye nguo nyingine, au akthara, au zaidi ya hiyo, fawqa thiyabi, kwenye nguo zake hizo alizokufa nazo tukaweka nguo nyingine juu, kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kama vile ambavyo alivyofanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Mus'ab bin Umair, kwa Mus'ab bin Umair. Waqad taqaddama, hadithi imetangulia, tumezungumza huko nyuma. Wakadhalika fa'ala bi Hamza
pia alifanya hivyo kwa Hamza. Kama tulivyoona, numra imeletwa kama ilivyoletwa kwa Mus'ab, na yeye imeletwa nguo hii nyingine badala zile zilizofia nazo, na hii akaongezwa nayo. Wa rajulun akhar min al-ansari, na pia kwa mtu mwingine katika Ansari pia imefanyika hilo. Fa an Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu, toka Zubair ibn al-Awwam Allah miradhi, qala, nasema lamma kana yawm Uhud, siku ilivyokuwa katika vita vya Uhud, aqbalat imra'atun tas'a, alikuja mwanamke spidi sana, mbio sana, hatta idha kadat, baka alipokaribia antushrifa ala alqatla, kwenda kuwaona wale ambao waliouliwa, kuwachungulia na kuona waliouliwa. Qala, akasema, msimaji anasema, fakariha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an tarahum, Mtume Muhammad sallallahu hakupendezwa na bibi huyu kwenda kuona hao waliouliwa. Unajulikana wanawake walivyo tofauti na wanaume. Kwa hiyo alipokaribia kwenda kuwaona, msimaji anasema Mtume sallallahu hakupendelea jambo lile bibi huyu kwenda kuwaona hao, huyo mwanamke. Faqala, akasema, almar'a, yani ni uslubu tahdhiri, jamani mwanamke manake azuiliwa huyo. Fatawassamtu annaha ummi Safia. Zubair ibn al-Awwam akasema, nikatambua kwamba huyo ni mama yangu Safia. Fatawassamtu ay ta'araftu annaha ummi Safia, nikajua kwamba huyu ni mama yangu Safia. Fakharajtu as'a ilaiha, nikatoka na kwenda spidi kwake yeye. Faadrakatuha, nikamuwahi mama yangu huyo, kabla an tantahi ila alqatla, kabla hajafika akakomea kwa wale waliouliwa. Qala falazmat fi sadri, mama yangu huyo Bi Safia akanilazimia kwenye kifua changu, akaanguka na kuweka mwili kwenye kifua changu. Wakanat imratun jalda, na alikuwa na mwanamke ambaye mashallah ni strong, mwenye nguvu. Qalat, akasema, ilaika la arda laka, tafadhali bwana, mimi siridhi kwako, kwamba kwa nini nazuilika nisiende kule. Ilaika la arda laka, anamwambia mjumbe aliyetumwa kuzuia, ambaye huyu ndiye mama yake huyu kijana, ambia ilaika la arda laka, tambua mimi siridhi hili kabisa. Faqultu, nikamwambia, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam azama alayki, si maamuzi yangu, hakika Mtume Muhammad sallallahu ndiye ambaye ameazimia hili kwako, sio mimi, ni mjumbe wa Allah. Bas, maneno hayo yalipoletwa kwa njia nyingine na kwa mkazo, fawaqafat wa akharajat thawbaini maha, bibi yule akastopu na akatoa nguo mbili pamoja na yeye. Faqalat, akasema bibi yule, hadhani thawbani, hizi nguo mbili, jiitu bihima, nimekuja na nguo hizi, li akhi Hamza, kwa ajili ya kakaangu Hamza. Qad balaghani maqtaluhu, imenifikia mimi kuuliwa kwake. Qad balaghani maqtaluhu, imenifikia mimi kuuliwa kwa Hamza, kwa hizi nguo mbili nimeleta kwa ajili yake. Fakaffinhu fihima, mkafini Hamza kwenye hizi nguo mbili. Qala, anasema huyu bwana Zubair ibn Awam, faji'na bithawbaini, tukaja na hizi nguo mbili, linukaffina fihima Hamza, ili tumkafini kwa nguo hizo mbili bwana Hamza. Fa idha ila jambihi rajulun min al-ansar, tamaki pembeni kwa huyu Hamza kuna mtu mmoja ambaye ni Ansari, mtu wa Madina. Rajulun ansari qatil, na ameuliwa.
qad fu'ila bihi kama fu'ila bi Hamza, alivyofanywa Hamza ndivyo alivyofanywa na yeye. Namna alivyokatakatwa Hamza katika mwili wake wote, kiasi ambacho sasa amekuwa hachukuliki, viungo vyote vimekatwakatwa, na yeye ndivyo alifanywa hivyo hivyo. Fawajadna ghadada wa haya an nukaffina Hamza fi thawbaini wal ansari la kafana la, tukaona aibu. Fawajadna ghadada, tukaona aibu, wa haya na haya, an nukaffina Hamza, sisi kumkafini Hamza, fi thawbaini, kwenye nguo mbili, wal ansari la kafana la, na huyu ansari huyu hana sanda. Tumeona aibu kufanya hivyo. Faqulna li Hamza thawbun wa lil ansari thawbun, tukasema hapa Hamza tumpe nguo na Ansari naye tumpe nguo. Faqadarnahuma, tukawakadiria wao hao. Fakana ahaduhuma akbar min al-akhar, na alikuwa mojawapo katika hao ni mkubwa kuliko mwingine. Fa aqra'na bainahuma, sisi tukagawa zile nguo kwa njia ya kura baina ya watu wawili hao. Tumegawa zile nguo kwa njia ya kura, maana mmoja mkubwa kuliko mwingine. Sasa tufanye vipi? Kwa hiyo tukazigawa tu zile njia kwa njia ya kura, basi tutakayemkuta ndio hiyo. Fakafana kulla wahidin minhuma, tukamkafini kila mmoja katika hao, fi thawbi alladhi swara la, kwenye nguo ambayo imekuwa ni yake. Kwa hiyo hadithi mahallu shahid kwamba aliposema kwamba inajuzu yule shahidi azikwe na nguo yake hiyo hiyo, au anaweza akazikwa na nguo nyingine. Tukaona kwamba shahidi anakafiniwa na nguo yake hiyo alikufa nayo, wala haivuliwi, kama tulivyoona hadithi msamiluhum fi thiyabihim. Lakini pamoja na hayo ni sunna kuwaongezea nguo nyingine ambayo sio ile aliyokufa nayo, ikawa juu yake nguo ile. Ile inakuwa imetangulizwa na hii inafuatwa juu yake, si baya kuongezea. Kwa akasema hilo limethibiti kwa Musa ibn Umair kama tulivyoona huko nyuma huko, lakini Hamza na mtu mmoja katika Ansari, na ametoa ushahidi wa hadithi hii kuonyesha kwamba naam, Hamza na kijana wa Kiansari nguo zimeletwa mbili kwa ajili ya Hamza, lakini ikawa Hamza na mwenzake ambaye pembeni naye kafanya kama alivyofanya yeye. Kwa hiyo ikawa ni vigumu kwa wote hawa kwamba tumpe nguo mbili huyu na huyu na hali yake ndio hiyo. Kwa hiyo wakaona hapana, wakafanya hilo, Hamza nguo na huyu nguo. Lakini pia mmoja katika hao ni mnene zaidi, mkubwa kuliko mwenzake, tufanyeje na nguo ndo hizi mbili? Wakagawa kwa njia ya kura tu, atakayemwongea ndo hiyo hiyo. Kwa hiyo iliyomwongea ndo hiyo, chobakia sasa mtu akafiniwa kwa nguo ambayo kaipata kwa mujibu wa njia hiyo. Kwa hiyo si vibaya shahidi akakafiniwa na nguo nyingine sio kwa hiyo alikufa nayo. Wa an Shaddad ibn al-Hadi, kutoka Shaddad ibn al-Hadi, anna rajulan min al-Arabi, mtu mmoja katika mabedui, anna rajulan min al-Arabi jaa ila nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallama, alikwenda kwa mjumbe wa Allah, rehma na amani zimshukie juu yake. Fa amana bi, akamwamini, watabi'ahu, na akamfuata. Kamwamini na akamfuata. Thumma qal, kisha akasema mtu huyu, jamaa huyu wa kibedui, uhajiru ma'aka, nahama pamoja na wewe. Uhajiru ma'aka, ninahama pamoja na wewe. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه, akaweleza kusana yeye baadhi ya maswahaba wake.
falamma kanat ghazwatu Khaybar, ilipokuwa katika vita vya Khaybar, ghanama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fiya shay'a, tumesema akapata ngawira katika vita hivyo chochote. Faqasama wa qasama lahu, akagawa na jamaa naye akagaiwa huyo. Fa'ata ashabahu ma qasama lahu, akawapa maswahaba wake kile ambacho amegawa kwa ajili yake. Fa'ata ashabahu ma qasama lahu wa kana yar'a dhahrahum, kwa mtu salama wakati anagawa alikuwa zaidi akiangalia, akizingatia zaidi ile hali ya yule mtu, anaangalia hali zao, dhurufu zao. Yar'a dhahrahum, anaangalia dhurufu zao, kwamba huyu kathirul iyali na huyu qalilul iyali, huyu ana watoto wengi, ana familia kubwa, huyu kidogo, na mazingira kama hayo anagawa kwa kuangalia hali ya mazingira yale anayempa. Falamma jaahum, basi alipowajia, dafa'uhu ilayhi, ile mali wakatoa kumpa yeye. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapogawa hii katika vita hivi vya Khaybar, huyu bwana hakuwepo hapo. Kwa hiyo lakini maswahaba aliwaeleza kuna mtu mmoja kadha wa kadha. Kwa hiyo alipogawa ile ngawira na yeye akagaiwa, lakini akaisto, jamani muhifadhieni bwana, ngawira yake ni hii hapa. Sasa alipokuja dafa'uhu ilayhi, wakampa hiyo. Faqala, kasama hadha nini? Qalu qismun laka, qasama laka nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume amekugaia wewe na hii ni ngawira yako, na hii sehemu yako ambayo mtume amekugaia sallallahu alayhi wasallam. Fa akhadhahu, akachukua. Fajaa bihi ila nabii sallallahu alayhi wasallam, akaenda nacho hicho mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqala, kasama hadha nini? Qala qasamtuhu laka, bwana hii ni sehemu yako, na ni share yako, nimegawa kwa ajili yako. Qala ma ala hadha ittaba'tuka, mimi si kwa jambo hili nimekufuata, si kwa hili mimi nimekufuata. Ma ala hadha ittaba'tuka, mimi sijakufuata kwa hili. Walakin ittaba'tuka ala an urma ila hahuna, mimi nimekufuata ili nilembewe hapa. Fa ashara ila halqihi bisahamin, akaashiria kwenye koo yake kwa mshale, mkuki, alembewe hapa. Hii ndio mimi nimekufuata. Fa amutu, ili mimi nife. Fa adkhula aljanna, na niweze kuingia peponi. Fa amutu wa fa adkhulul janna, nife na niingie peponi. Mimi ndo hili ambalo nimekufuata. Walakin ittaba'tuka ala annahu urma ila hahuna wa ashara ila halqi, nimekufuata mimi ili nilembewe hapa, akashiria kwenye koo yake, bisahamin, kwa mkuki. Fa amutu fa adkhulul janna, nife na iwe sababu kuingia peponi. Faqala, akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, in tusaddiqu Allah yusaddiquk, ikiwa haya maneno yasema umesema kwa ajili ya Allah kweli, yani ni mkweli, na Allah atakuthibitishia ukweli huo. Ikiwa kweli ni mkweli maneno hayo, umemthibitishia hivyo Allah kweli kwenye moyo wako, Allah naye atakuthibitisha kwa maneno yako hayo. Falabithu qalilan, wakakaa kidogo. Thumma nahadhu fi qitali al-aduwi, kisha wakainuka kwa ajili ya kwenda kupambana na maadui. Fa utiya bihi nabii sallama yuhmal wa qad asabahu sahamun haythu ashara. Ghafla moja Mtume salama akaletiwa mtu huyu amebebwa na hali ya kuwa ameshasibiwa na mshale na ule mkuki katika sehemu ile ile, ule mshale ambao